Hiki ni kilio cha walemavu kutoka katika eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Jiinue Growth Program ni shirika moja la kipekee ambalo liliandaa mkutano wa mafunzo kwa watu wenye mahitaji ya kipekee katika jamii. Mkutano ambao uliandaliwa katika jumba la mikutano la Nyandusi katika eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Ni mafunzo ya siku 2 ambayo yamewasaidia wengi wao kujifunza jinsi ya kujiinua kibiashara, pia kimasomo katika jamii. Huu ni wakati mwingine mwema. Tuko hii sehemu inaitwa Keumbu. Tunashukuru Mungu kwa maana ametujalia tumefika hapa kama watu wanaishi na ulemavu. Tulikuwa na shirika moja ilikuwa inatuhitaji hapa ili tuelimishe kidogo kuhusu mambo ya ulemavu na jinsi vile tutaweza kujiinua. Hiyo shirika ilikuwa inaitwa Jiinue Growth. Ndio imetuletea mafunzo hapa makubwa sana na tumefurahia na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo mafundisho. Tunaomba kwamba hata serikali yetu nayo inaposikia hii maneno ituchali kabisa na ituangalie. Zaidi ya mno tuko na watu zaidi ya hawa vile tulikuwa hapa. Lakini ni wachache wameingia na wanahitaji nao watembelewe nao wasaidiwe njia hii ama ingine. Wakizungumza katika eneo hili, wengi wao wamesema kwamba wamepaguliwa sana katika jamii. Aidha, wengi wao wana mahitaji mengi ya kipekee ambayo wangependa kusaidiwa ili kujiinua kimaisha. Wakati huo huo, wamemuomba mbunge wa eneo hili ambaye ni Sairi Chanda kujitokeza kimasomaso na kuwasaidia angalau kutimiza ndoto zao maishani. Mbunge wa Nyaribari Chache, hao watu wanaishi na ulemavu wanakuhitaji sana. Huu ni wakati mwema tumepata hii forum, tunakujulisha ya kwamba tafadhali watu wanatoka mbali wanatuangalia, wanatujua kuliko wewe huko hapa. Kwa hivyo nakuomba sana mahali huko, mahali unatuona utuangalie na tunakuhitaji kwa haraka sana. Sasa kwa wakati huu tumekuja kufunzwa juu vile mlemavu ataanza kukua bila kuombaomba. Mambo ya kuombaomba ilipitwa na wakati. Lakini mimi vile najuanga na vile naongeanga mara kwa mara huwa kuanzia juu hadi chini hapa. Leo ndio siku ya kwanza ndani ya Nyaribari Chache walemavu kuitwa Nyandusi Keumbu. Sasa vile tumekuja hapa naomba waheshimiwa na nyinyi pia muangalie walemavu, kwa sababu ulemavu au uombi au ununui ni wakati wowote sasa kwa mlemavu. Na ukiwa mlemavu sasa ndio unakumbuka walemavu wengine. Lakini kama waheshimiwa wenzetu wabunge kama Sairi Chanda, fikiria walemavu, kwa sababu hakuna wakati wowote walemavu wamefesi mheshimiwa wowote hapa ndani ya Nyaribari Chache na Gusii mzima. Hakuna. Wengine huwa wanapitia mlango wa nyuma lakini wanachifanya walemavu. Sasa wakati huu tunataka kujua walemavu wenyewe ni kina nani na ulemavu wako uonekane, ili kama Sairi Chanda au mbunge yoyote au MCA kama sana wa MCA ambao wenye walichaguliwa juu ya mambo ya nini au awaangalie, ukimfikia karibu huwa karibu hata uchapu. Sasa ukiangalia vizuri huyu ulemavu ndio ilifanya ukaingia mbunge au ukao MCA. Sasa ndio tunasanga fikia walemavu, na walemavu pia wako na kura. Kama jana au kuanzia juzi tulianza kutafuta walemavu almost 100 walikuwa wameingia hapa ndani na wamepata mafunzo, na kuna zaidi hao. Sasa ukipiga time nini au walemavu 100 ukipiga kila mtu akuje na watu 5 au 10, si hizo ni kura. Lakini hizo mimi sisahau, ni wakati wa kura, wakati wa kura imefika ndio mnakumbuka nao, ndio mnachukua hao wa magari wa kuwakimbiza upande. Baada ya kumaliza hiyo kura mnawaacha hao. Sasa tunawaomba waangalieni walemavu. Anasema walemavu wamepaki nyuma kimasomo, kila kitu, biashara, kila kitu kimepaki nyuma. Sasa tukumbuke. Kwanza nashukuru kwa hii shirika la Jiinue Growth. Mara ya kwanza tangu enzi
kuona shirika la kwanza kuwa na mkutano na sisi wa Chief Soul tangu tuanze mwaka ama hizo miaka zote. Tunashukuru hii shirika. Kitu naomba tuanzie mbunge wetu Sairi Chanda, gavana wetu Simba Arati, MCA wetu Boy Peter Kigana Boy. Tunaomba tu mfuate mkono. Walemavu tuko na mahitaji mengi. Hii ni mwanzo tu, lakini tunaomba mfuate huu taratibu. Kwa hayo machache naomba tushirikiane. Mtuokoe kutoka chini kwenda juu. Today I've come to our hall, Nyandusi Hall, for a program of a Chinua Growth Program ambayo imekuja kusaidia walemavu. Watu wamekuja wengi, tumefurahia. Watu wamepatiwa chakula, wamekula, wamejiandikisha vizuri. Ila nia yetu ni kuomba wale waheshimiwa wetu mko Nyaribari chache, hata tuseme na Kenya mzima, walemavu wako na shida. Tafadhali, hata mkiwa bungeni, mkiwa seneti, mkiwa wapi, nao tafadhali wekeni bidii, muone nao wamesaidiwa kama binadamu, because they are human beings. Every human beings was created by God. Tusiwe tunawapakua. Let us account them as human beings. Mimi nimefurahi kwa ile kazi imefanywa hapa. Nilikuwa na waandikia na wajasia majina yao, na nimefurahi vile tumemaliza mkutano vizuri bila uvurugano wowote. And I'm very much happy to our media today, capturing our needs. Ni asante kubwa, muendelee kutusaidia. Na watu wa media, muwe mkiweka hii media ionekane Kenya mzima na ulimwengu mzima bila walemavu wamesumbuka kwa hii nchi. Nikiripotia Kurunzi News kutoka eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, mimi ni presenter Enoch Gichana.